vizuri sana ulaji sahihi wa nyama. Kwanza niulize, wangapi wanakula nyama? Naona karibu kila mtu anakula nyama. Kwa hiyo hili somo linawahusu. Kumbe wote ni wateja wa somo la leo, ulaji sahihi wa nyama. Katika masomo yaliyopita tulijifunza kitu kizuri cha msingi kwamba mwanadamu si mtu tu, mwanadamu ni nyumba ya roho, lakini mwanadamu pia amepewa akili kuliko viumbe wengine. Ila mwanadamu na viumbe wengine wote wana miili ya udongo. Na tukajifunza kwamba chakula lazima kiwe sahihi kwa mwili, ndiyo maana kinatoka udongoni. Na cha pili, lazima kiwe sahihi kwa akili. Tuliona mfano wa sokwe na tukaona mfano wa watu kama Danieli kwenye Biblia ambao walikula vizuri na ikaonekana wana akili bora. Ila tukaona pia nyoka, baada ya kuwa ametenda dhambi, alipolaaniwa, kwa sababu alikuwa ndiye mnyama mwelevu kuliko wote, Mungu alimbadilishia mlo. Nyoka akaanza kula nini? Mavumbi na si matunda kama ilivyokuwa zamani. Lakini kingine, chakula kinaathiri roho yako. Ndiyo maana kuna baadhi ya watu kwenye Biblia walikuwa wanazuiwa kula vyakula aina fulani vile vilivyo najisi, ili Mungu apate kuwa na nafasi ndani yao. Lakini hata Danieli kwa uchaguzi wake wa kula chakula cha mimea, maji, mboga mboga na matunda, tunaona ilishuhudiwa kwamba roho ya miungu watakatifu ilionekana ndani yake. Kwa hiyo hizi ni kanuni za msingi sana zinazoweza kukusaidia wewe kuwa tofauti na watu wengine duniani katika nyanja zote za maisha yako. Sasa twende nje ya box kama kawaida. Leo nje ya boksi tunaangalia, je, unajua kwamba duniani kuna vitu 7 tu vinavyoweza kupimwa? Ulikuwa unajua hilo? Naona wengi walikuwa hawafahamu. Ninaendelea kuonesha baadhi ya vitu katika sayansi ambavyo vitatusaidia kuona ukweli wa Mungu na namna Mungu alivyo na mpangilio kwa kila kitu anachofanya. Huwa nakazia kwamba tumezoea sabato ya siku ya 7, lakini tuliiona katika chembe, tukaiona katika wanyama wanavyopangiliwa kwenye makundi yao, ziko ngazi 7. Lakini leo tunaona kuna vitu 7 tu vinavyoweza kupimwa. Duniani unaweza ukapima joto, unaweza ukapima umbali, unaweza ukapima umeme, unaweza ukapima muda, unaweza ukapima kiwango cha kitu, unaweza ukapima uzito na kiwango cha mwanga. Hizo ndivyo vipimo vya msingi duniani peke yake. Viko 7 tu na hauwezi kuongeza. Ndio maana unaona Mungu wa Sabato ndiye Mungu muumbaji wa kila kitu. Sasa watu wataniuliza, wewe daktari, mbona huwa tunaweza kupima spidi? Spidi ni nini? Spidi umechukua umbali ukagawa kwa nini? Umbali gawia nini? Muda. Kwamba ninakimbia kilomita 20 kwa saa, hiyo ndo spidi yako. Maana yake hakuna kitu kingine unachoweza kukiibua mbali na hivi 7 kinachoweza kusimama peke yake kama kipimo. Ukitaka kupima eneo, maana yake ni umbali na nini? Umbali. Ukitaka kupima tungamo, maana yake unachukua uzito wa kitu unagawia ujazo wake, na ujazo wake unatokana na nini? Umbali mara umbali mara umbali. Sasa niishie hapo, lakini nataka niithibitishie dunia kwamba Mungu wa Sabato ndiye Mungu muumbaji. Hata sayansi inashuhudia hili. Jana niliwaacha na hii chemshabongo. Usiwe na haraka sana kuelewa, mbona daktari ulaji wa nyama ametupeleka kwenye chemshabongo tena ya nyumba? Wewe vumilia tu, mwisho utanielewa. Jana niliwauliza, una project yako ya kujenga nyumba na umepewa chaguzi 2. Moja, ufyatue matofali yako mwenyewe au uchukue matofali kutoka kwenye nyumba ya mtu, labda anauza nyumba yake. Unaambiwa, bana, sasa hii nyumba mimi nauza, we bomoa, uchukue matofali, uchukue na bati, ukajengee nyumba yako. Nikauliza swali, wewe utachagua option gani? Haya, watakao fyatua matofali upya, haya tushushe mikono. Haya,
watakaoenda kubomoa nyumba iliyokwisha jengwa ili wachukue matofali kujengea nyumba yao? Nione mkono. Mbona hakuna hata mmoja? Sasa sababu ni nini? We pale mwenye miwani, hebu njoo utuambie kwa nini wewe utafyatua matofali na hautabomoa nyumba iliyojengwa ili ujenge nyumba yako? Wewe wa kwanza. Changamsha haraka haraka. Mazoezi. Naam. Good. Alafu wewe tumevaa sare isipokuwa rangi. Ubarikiwe sana. Haya, karibu. Sijui udhaifu wa matofali ambayo yametumika na sijui yametumika kwa muda gani. Ndio maana natamani nianze na ya kwangu. Ndio. Haya, hajui udhaifu wa matofali na hajui yametumika. Asante sana. Hajui yametumika muda gani. Kwa hiyo maana yake anachotuambia ni kwamba atakapojenga nyumba kwa matofali yaliyokwisha tumika, maana yake hiyo nyumba haitadumu muda mrefu. Si ndio jamani? Si matofali yameisha tumika. Mtu mwingine jana tulipotoka hapa akanitumia message akaniambia, bwana, ukijenga nyumba kwa matofali ya kutoka kwenye nyumba ambayo imebomoka, umebomoa ili uchukue matofali, kwanza hautapata shape nzuri. Yani alinitumia message jana. Kwa sababu ili upate zile kona, ukibomoa unakuta mambo, unapobomoa unakuta umebomoa mara kipande hiki kimemeguka, mara hiki kimebaki. Lakini akaniambia hata kama utaezeka, kuna wakati unaweza ukashindwa kupitisha misumari pale pale ilipokuwa. Kwa hiyo nyumba inaweza ikavuja ukitumia mabati ya nyumba iliyofanya nini? Uliobomoa kujengea. Kwa hiyo ninaona kumbe sisi wote tunajali nyumba zetu na hatuko tayari kujenga kwa kutumia material ya nyumba iliyobomoka. Sasa je, inapokuja kwenye miili yetu tunafanya hivyo? Angalia hapo. Tulijifunza mwanzoni kabisa kwamba mwanadamu anachukua chakula kutoka kwenye mimea, kwa sababu mimea inatengeneza chakula chake kutoka kwenye udongo, na kazi ya mimea ni kushape kile chakula ili kiweze kufaa kwenye mwili wa mwanadamu. Na sifa nyingine ni kwamba mwili wa mwanadamu ni rahisi sana kutumia chakula kilichoko kwenye mimea pasipo madhara makubwa kama ambavyo inaweza ikawa kwenye chakula kinachotokana na wanyama. Sasa mwanadamu kwa sababu ni mwili wa udongo, tunapokula wanyama pia ni mwili wa udongo. Sasa huu mchakato unapokula nyama unakuaje? Unapokula nyama, jambo la kwanza ambalo natamani unielewe, mtu wa Mungu, hauwezi ukaipata vile virutubisho vya chakula moja kwa moja kama vinavyopatikana kutoka kwenye ardhi kupitia kwenye mimea. Kwa hiyo inabidi ufanye nini? Inatakiwa uibomoe kwanza ile nyama. Tunaelewana jamani? Inatakiwa ubomoe mwili wa mnyama, uuvunjevunje. Kwa hiyo badala ya kuanzia chini kwenye zile chembe ndogo kuja juu kujenga mwili, unachukua mwili wa mnyama uliotoka kwenye udongo kupitia kwenye mimea, unaubomoa ili upate nini? Vile virutubisho. Sasa matokeo yake ni nini? Tofauti na nyumba, kwa sababu nyumba unaweza ukaibomolea pale ilipojengwa, ukachukua matofali na bati na mbao ukahamishia site kwako, kile kifusi kitabaki pale, si ndio? Lakini unapokula nyama sasa, ule mchakato wa kubomoa unaufanyia ndani ya mwili wako. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kile kifusi kinachobaki kinajaa ndani ya nini? Mwili wako, na hakihitajiki. Kwa hiyo mwili unapata kazi kubwa zaidi ya kusafisha, na kilichopatikana ni kidogo, lakini uchafu ni mwingi kuliko kile unachokihitaji. Kipimo ni rahisi sana. Sisi madaktari huwa hatuna aibu sana. Tunaambiwa ukiwa na kiu, ukitaka kupima wingi wa maji kwenye mwili wako, unakagua rangi ya nini? Ya mkojo, si ndio jamani? Ndio maana masinki ya vyoo ni meupe, ili uweze kutofautisha rangi. Maana likiwa jeusi uwezi ukajua huu mkojo una rangi gani, si ndio jamani? Lazima upime rangi ya nini? Ya mkojo. Sasa nakupa kipimo kingine kwenye mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Ukitaka kupima ubora wa chakula ulichonacho, kagua harufu ya ile gesi inayotoka kupitia njia ya haja kubwa unapokuwa umekula chakula.
Kuanzia leo nakupa hilo zoezi, kakague. Ni kweli ukila maharage unaweza ukapata gesi nyingi, lakini huwa haina harufu mbaya kama harufu inayotokana na kula nyama. Find and prove it. Mimi nina watu pale nyumbani kwangu niliwahi kuwaeleza hiki kitu, baadaye wakaanza kukagua. Walipofuatilia, hamna mtu aliyewaambia kupunguza mazoea na nyama. Wao wenyewe walisema, aisee, hii kweli ni tofauti. Kwa nini? Ni kama mtu aliyechoma takataka chafu. Unajua ukichoma mapirapira yale moshi unakuwa mweusi, si ndio? Na huwa tunaambiwa ile ni sumu. Ndivyo ilivyo. Tunapoingiza nyama, sumu na uchafu ni mwingi kuliko kile ambacho kinatufaa kujenga miili yetu. Sasa mimi huwa napenda sana kurelate maisha ya mwanadamu na mnyama na wanyama, kwa sababu Mungu wetu ni mngapi? Ni mmoja aliyetuumba. Tumeona wanyama wenye akili wanakula nini. Sasa leo nataka niwaoneshe maisha ya wanyama wanaokula nyama. Hawa wanaitwa feline species, ni jamii ya paka. Wamo simba, paka wa nyumbani, yumo chui. Hawa wanyama wala nyama. Moja ya sifa yao kubwa ni kwamba wana maisha mafupi kuliko wanyama wanaokula majani. Hiyo ni research kabisa, nimekoti hapa. Kwa Kiingereza ameiandika hapo, wanaojua hiyo lugha wanaweza wakaelewa kwamba maisha ya wanyama wanaokula majani ni marefu kuliko wale wanaokula nyama kama chui, simba na fisi. Hawa kwa wastani huwa wanaishi miaka 10 tu. Sasa angalia hilo jedwali, inawezekana usilione kwa karibu sana, lakini angalia kuna mnyama, chakula anachokula na urefu wa maisha yake. Haya, kobe anakula majani, kitaalamu tunaita ni herbivora, anaishi miaka 150. Tembo anakula majani, uko polini anaweza kuishi miaka 70. Sungura anakula majani, anaishi miaka 4. Huyu kuna sababu. Unajua ukiwa mdogo polini unaonewa sana. Kwa hiyo sungura wanamuonea sana. Analiwa na wanyama wengine. Sasa twende hapo chini. Unamuona chui ni carnivora, anaishi miaka 13 tu. Lakini tushuke chini kwa chimpanzee, sokwe mtu. Anakula majani na tulimuona anakula mimea, matunda, anaishi miaka 45 na ni mnyama. Hana hospitali, hana daktari kwamba atampa tiba, kwa chakula tu. Sasa wanyama wala nyama, ukiachana na ufupi wa maisha, imegundulika magonjwa mengi ambayo sasa hivi yanaisumbua hata wizara yetu ya afya yanawapata wanyama wanaokula nyama. Hiyo research ilifanyika, wanasema kwamba wanyama wanaokula nyama wanapata magonjwa ya figo kwa kiwango kikubwa, na 80% ya vifo vinavyotokana na paka au wanyama jamii ya paka kama paka tunaofuga nyumbani ni kwa sababu ya magonjwa ya figo. Vile vile wale wanyama wanaojiishi wenyewe kama chui, simba na jamii yao, nao lazima wana aina fulani ya magonjwa ya figo. Sasa tunaambiwa kwa sababu hao wanyama wanakula sana protini inayotokana na wanyama, tafiti zimeonyesha kwamba chakula chenye protini nyingi inayotokana na wanyama huwa kinaipa figo kazi kubwa ya kuchuja zile sumu. Unajua figo ndio inayochuja sumu, na hasa protini kwa sababu ina amonia na vitu vingine, huwa haina njia nyingine nzuri ya kutoka zaidi ya mkojo. Mkojo na njia kubwa sawa ya chakula, lakini sana sana inapochujwa kwenye figo ndipo damu yote inachujwa. Kwa hiyo sumu zote zinapopita kwenye figo inasababisha vile vidude vya figo vifanye kazi kupita kiasi. Tunaita kitaalamu glomerular hyperfiltration, na hii inapunguza ufanisi wa figo. Unashangani kwa nini leo dialysis zimeongezeka? Nimekwisha kupa jibu. Kwa ujumla, ukiachana na hiyo changamoto ya kuumiza figo, chakula cha protini inayotokana na wanyama, kwa sababu wanyama tunapokula nyama huwa tunachemsha, ina mifupa, si ndio? Mifupa ile huwa ina calcium na phosphate. Maana mifupa yetu ni calcium na phosphate combined. Sasa ulaji wa nyama sana unasababisha mtu apate kiwango kikubwa cha phosphate kwenye mwili. Hii high intake ya phosphate inakubalika kwa ujumla kwamba ndiyo inayopelekea watu kuzeeka haraka na kuwa na maisha mafupi.
accelerated aging and shortened lifespan. Kwa hiyo kiangalia wale wanaoishi zaidi duniani tunaziita blue zones, maeneo ambayo wanadamu wanaishi zaidi ya miaka 100. Yapo 5 duniani. Ninataka nikupe mfano kutoka ili eneo la Romalinda. Hii ni research haikufanywa na Wasabato, lakini walisema jamii ya Waadventista wa Sabato wanaoishi California wanaishi miaka 10 zaidi ya Waamerika wengine, kwa sababu wanachukua mlo wao moja kwa moja kama ulivyoandikwa kwenye Biblia, tena ule wa mimea, sio nyama. It's a vegan diet of leaf greens. Alafu pia wanakula karanga na jamii ya mikunde, marage hayo na kadhalika. Lakini kingine, wanaitambua Sabato, na kwa hiyo huwa wanapumzika kila wiki masaa 24. Na anasema Waadventista wengi katika maeneo hayo huwa wanafikisha umri wa miaka 90, lakini bado wakiwa na uwezo wa kufanya kazi nyingine. Sasa ulaji wa wanyama ulianzia wapi? Mama Ellen G. White anasema hata kabla ya gharika wanadamu walikuwa wamekwisha anza kuvuka mipaka ya tamaa zao na kula nyama. Na Mungu alipoleta gharika duniani, tunaona ndipo aliporuhusu watu kula nyama, kwamba wanyama wote watakuwa chakula chenu. Sasa angalia huo mstari mwekundu unatenganisha urefu wa maisha kabla ya gharika na urefu wa maisha baada ya gharika. Nyama iliporuhusiwa ndipo umri wa watu ulipopungua kutoka miaka 900 mpaka miaka 120. Na Mungu kwa wema wake alipolichagua taifa la Israeli ili aweze kuwatakasa na kuwafanya watakatifu, Mungu aliwanyima nyama makusudi kwa kiasi kikubwa. Lakini wanadamu wenyewe wakafanyaje? Wakakinai chakula Mungu alichokuwa anawapatia, wakataka wale nyama, wakaona ni heri wawe watumwa lakini wale nyama. Niliwahi kukutana na mtu mmoja akaniambia, kama kula nguruwe ni dhambi, mi bora nisiende mbinguni. Kumbe shida ya kula nyama ni wengi tunakula nyama kwa sababu ya tamaa. Mfumo wa umeng'enyaji wa wanadamu unafanana na mfumo wa umeng'enyaji wa wanyama wanaokula majani. Kwa hiyo tunaambiwa mtu kwa sasa anakula vyakula vya mimea na nyama, lakini mfumo wa umeng'enyaji wao unaonesha kwamba huko zamani watu walikuwa wanakula vyakula vya majani pekee. Hizo ni tafiti za watu wasiomjua Mungu. Sasa Biblia inatuambia nini? Usiwe mmoja wa walafi wenye kupenda nyama. Kula nyama kama hakuna chakula kingine chakula. Kula nyama kama hauna alternative nyingine ya chakula. Maana hata Biblia imesema msiwe walafi wenye kupenda nini? Kwa nini isiseme msiwe walafi wenye kupenda matunda? Kwa sababu matunda ni mazuri. Wengi wanasema sasa vitamin B12 tunaipata wapi? Nakwambia kwamba kama unaambiwa mpaka uipate kwa wanyama, wao wanyama wanaitoa wapi? Si wanakula mimea? Sasa tafiti zinaonyesha kwamba sasa hivi vitamin B12 inapatikana hata kwenye mimea, mwani wa kijani, almond milk, coconut milk, na baadhi ya bakteria pamoja na mimea ya soya inaweza kumsaidia mwanadamu kupata nyama. Kesho tutapata nafasi ya kuangalia madhara zaidi ya nyama katika mwili wa mwanadamu na ni kipi tunaweza kufanya ili tuweze kuishi kwa kiasi na kupunguza athari zinazotokana na nyama. Yote niliyoyaelezea hapa yametokana na tafiti halali za kisayansi na unaweza ukafuatilia kupitia linki hizo. Mungu awe nawe mpaka tutakapoonana kesho. Ubarikiwe sana.